Naitwa Raheli Nyangi, mwanakikundi wa Tupendane. Niko kwenye mradi wa Caritas. Kupitia mradi huu nilipewa nguruwe mmoja, na nguruwe huyu alizaa watoto 9 awamu ya kwanza. Nikauza watoto 6, nikanunua ng'ombe. Awamu ya pili nguruwe huyu amezaa watoto 11 kama mnavyoona. Bado ninaendelea kunufaika na mradi huu. Nawakaribisha na wengine. Kupitia nguruwe hawa nimeweza kusiliba hata nyumba. Kupitia nguruwe hawa nimeweza kulipa ada za watoto shuleni. Nashukuru, mradi ni mzuri. Ninaomba uendelee, lakini nawashauri na wengine pia wajiunge na mradi huu. Kwa majina naitwa Akozi Romanus Nyambasa, niko katika kijiji cha Iyai. Ni mwaka 2025 baada ya shirika la Caritas kuingia katika kata ya Image na kijiji cha Iyai. Nafikiri walipoleta elimu hii na mimi nikaona sasa, hebu kwa kuwa nimepata elimu na kuna baadhi ya mifugo wametuwezesha ili tuendelee kufuga, na mimi nikaona nijiongeze, nisiishie hapo, kwa sababu nitanua wigo wa upana zaidi kwa ajili ya kufuga, niwe na senyenge ili mifugo iendelee kuwa salama zaidi. Kwa hiyo tunashukuru shirika la Caritas kwa limetufumbua macho namna vile ambayo limetuelimisha na kutupa upana na uwanda zaidi wa kuendelea kufuga kwa kisasa zaidi. Kwa jina naitwa Daudi Ruben Kikombe, ni mwenyekiti wa kikundi cha Kilangali. Kwa kweli baada ya kuja shirika ili kutuwezesha, kwa kweli wana kikundi sasa hivi tumebadilika. Caritas ambalo linatuwezesha mpaka sasa wana kikundi tunalima kisasa, tunapata mavuno mazuri. Tuna hizo nguruwe ambazo watuletea za kisasa, kweli tumepata faida kubwa kupitia shirika hili la Caritas. Tunalishukuru sana ile shirika kwa kutuwezesha mpaka hapa tulipofikia. Maana watoto wengine walikuwa wanashindwa kwenda shule, lakini tukiuza vibwagala watoto wanaenda shule. Wengine walikuwa wanashindwa kumudu hata milo mitatu, lakini kwa sasa wamepata nguruwe, wanauza, wanakula milo mitatu. Kwa kweli wanakikundi wangu wanashukuru sana shirika, wanaendelea vizuri, hawana hata shida yoyote. Kwa jina naitwa Rose Maligite. Nashukuru sana kwa shirika la Caritas. Nimepata jiko hili, jiko banifu ambalo linasaidia. Natumia kuni kidogo, alafu moshi hautoki huku ndani, unatoka kwa nje. Kwa hiyo nimeona linanisaidia sana. Kwa majina naitwa Upendo Damian Miura. Ni chama au mshiriki wa shirika Caritas. Hii tulipata kutokana na viongozi wetu wa Caritas, walimu wetu. Baada ya kupewa mafunzo au elimu, ndio tukakiandaa hiki kitu kwenye bustani jiko ambayo ipo karibu na makazi yangu. Faida ambayo naipata kuwa na bustani jiko ya karibu, hata kama nikiwa kazini, nikirudi nyumbani, maana faida ya kwanza naipata mboga kwa muda mwafaka, kwa sababu inapatikana mazingira ya karibu. Faida ambazo tunazipata kutokana na ufugaji wa nguruwe, namba moja ambayo ni faida kubwa sana, maana baada ya kupewa huyo nguruwe alifika hatua ya kupandisha, tukafundisha, na baada ya kuzaa watoto, kuna baadhi ya watoto tuliwauza, tukalipa ada kwa mwanafunzi. Ana shirika Caritas kupata elimu ya kujenga kichanja. Maana yake tukiosha vyombo, tukivianika, vinakuwa havina majimaji. Maana yake tofauti na kipindi cha kwanza kile, tukivianika vinakuwa na majimaji, tunaviweka ndani moja kwa moja. Ila sasa hivi vinakuwa vimekauka vizuri, vinakuwa havina majimaji, maana yake vile vijidudu vinakuwa havipo. Kwa hiyo inatusaidia kuzuia ugonjwa wa matumbo, sababu vyombo vinakuwa vikavu. Ila sisi vya kwetu vina ngazi 3, ile ya juu ya kuanika vyombo visafi kama vile pale vidogodogo. Ya hapa kuanika masufuria, nakuta labda ulipikia kwenye kuni, vina masizi, kwa vile vikae hapo. Lakini haka kadogo kwa ajili ya kuweka dishi la kuoshea vyombo ili isikae chini, pachafu kwa kikae juu. Naitwa Rose Samson Nyangi. Kwa kweli kwa shirika la Caritas nimenufaika. Nilipewa kibwagala kimoja, na baada ya kulea imezaa vibwagala 11. Nikachukua baadhi ya vibwagala nikauza, nikasimamisha ukuta. Nimesimamisha nyumba hiyo. Ndio nyumba sasa umeijenga kutokana na kuuza hivyo baadhi ya vibwagala. Mwanzo ulikuwa unakaa nyumba ndo? Nilikuwa nakaa nyumba hizo.
Kwa majina naitwa Musa Makomba Joshua, ni mratibu katika mradi huu wa Sisal ambao malengo yake ni makuu matatu, ambao ni kilimo, mifugo, afya pamoja na uchumi. Mradi huu uko chini unasimamiwa na Caritas Iringa. Caritas ni kitengo kilichopo chini ya Kanisa Katoliki. Caritas inafanya kazi na watu tofauti tofauti, lakini katika mradi huu tumejikita sana kuwafuata watu ambao hawafikiwi na watu. Kwa ndio maana tuko katika vijiji 12 ambavyo viko pembezoni ambapo wadau wengi hawafiki. Katika malengo haya vipo vitu vingi ambavyo tunajikita kuwafundisha, kwa sababu lengo letu kubwa ni kuwapa ndoano, sio kuwapa samaki. Kwa vitu vingi ambavyo tunavyovifanya, tunavyowafundisha katika kilimo na katika mifugo pamoja na afya, vimejikita sana kuwaelekeza wao waweze kufanya kwa mikono yao, kwa vitendo. Hatufundishi kama darasani. Mradi wetu umefadhiliwa na Baraza la Maaskofu wa Ujerumani, Nizelio, ambao wamekuwa kipaumbele sana na wamejitahidi sana kuweza kutoa misaada na kuweza kuwainua hawa wakulima wadogo wanaotoka katika mazingira magumu. Wao tuliwaomba, tulishirikiana na wakulima. Mfugo mzuri ambao ungeweza kuleta tija ni mifugo ya nguruwe pamoja na kuku. Kwenye nguruwe sisi tumejikita zaidi kuwatafutia mbegu bora, ukilinganisha na mbegu zao ambazo walikuwa wakifuga kila siku. Kwa sasa wanafuga nguruwe bora ambao tumewapa kama mbegu. Kazi kubwa ya kwao ambayo ili iweze kuweka uendelevu na kuweza kumiliki huo mradi, wao waliandaa banda kwa gharama kubwa. Ukilinganisha jinsi walipokuwa kufuga hapo awali, walikuwa wanafuga hovyo, lakini kwa sasa wanafuga vizuri kwa sababu banda ni nzuri. Lakini pia katika huo mnyororo mzima wa ufugaji tukawatengenezea waganikazi. Waganikazi wale kushirikiana na Chuo Kikuu cha Maria Goretti walikaa pale wakafundishwa namna ya kuja kuwasaidia wakulima wenzao. Wakulima hawa wamekuwa kipaumbele na mti wa mgongo katika kuendesha mradi, kwa sababu wao wamekuwa ni tiba ya haraka pale ambapo wanapohitaji. Kwa huduma zingine pamoja na sisi kuwepo, lakini hawa waganikazi wamekuwa kipaumbele. Ndio maana tunayaona haya mafanikio. Wapo watu wamefanikiwa moja kwa moja. Ukiwauliza Caritas wanaisema nini? Wanasema Caritas wamekuwa mtu mzuri ambaye wanasema wanatumia lugha nzuri tu kwamba wamekuja kumpiga chula teke. Kwa hivyo wamemwongezea mwendo. Na kweli ukiwaangalia, ukiwasikia kutoka mioyoni mwao, wameumiliki mradi na mafanikio yanaonekana. Ukiachana na ufugaji tu, vipo vitu vingi ambavyo vimekuwa vikitendeka, ikiwemo masuala ya afya. Tumeona majiko banifu, lakini pia tumeona vichanja vizuri, lakini kuna bustani jiko pamoja na upandaji wa miti. Ukiacha afya, miti pia imekuwa kipaumbele katika kulinda mazingira. Lakini pia kipo kilimo cha kisasa ambacho kinapambana na mabadiliko ya tabia nchi. Unajua mvua zinashuka kila siku, kila mwaka mvua zinazidi kupungua, lakini tunahitaji kula. Familia hizi ambazo zinakaa pembezoni zilikuwa zikipata shida sana upatikanaji wa chakula. Hivyo tumekuwa kipaumbele kuwafundisha namna bora ya kuweza kuzalisha chakula kingi, lakini chakula cha aina tofauti tofauti. Kwa hiyo ule uwepo wa chakula cha aina kingi na cha aina tofauti tofauti, wanaweza wakapata chakula, wakapata lishe, lakini wakapata chakula kwa mwaka mzima. Kwa ukiunganisha kwa pamoja, huu mradi wa Sisal unagusa maisha na uchumi wa kila mmoja. Kwa upande wa uchumi, tumekuwa tukihamasisha kuwa na soko la pamoja, kwa maana ya kununua na kuuza mazao ya kununua bidhaa kwa ajili ya nguruwe au kwa ajili ya mifugo, au kuuza mazao yale ambayo wanayoyapata wayauze kwa pamoja ili kuweza kuwa na bei shindani. Lakini pia tunawahamasisha kuwa na vikundi vya kuweka na kukopa, kwa sababu wakiweka watakuwa wamejitengenezea ile tabia ya kutunza pesa ambazo zitakuja kuwasaidia katika hali ngumu na kuweza kuwapeleka watoto wao shule. Kwa hiyo basi mradi huu umekuwa ni kitu kizuri sana na kitu kikubwa kwa namna ambavyo tumekuwa tukiuendesha na kuongoza huo mradi. Hapa tulipo ni katika ofisi
ya Caritas Jimbo Katoliki la Iringa, na mimi ninayezungumza hapa ni Father Gaspar Makombe ambaye ndiye mkurugenzi wa shughuli hizi za Caritas na maendeleo katika jimbo la Iringa. Caritas, neno hili Caritas ni neno la Kilatini ambalo lina maana ya upendo, na hivi sio kwamba ni kifupi cha neno fulani, ila lenyewe ndio kamili. Caritas, upendo. Na kama ni upendo, basi tunajihusisha zaidi kama sehemu ya jimbo la Iringa kwa ajili ya kutoa huduma kwa jamii, hasa katika wanaokuwa katika shida au matatizo mbalimbali. Ndio inajikita zaidi huko. Kwa mfano wakati wa majanga, basi ndio inajikita kusaidia au watu wenye matatizo, wenye walemavu au wasiojiweza, au basi hata katika masuala ya kilimo, watu wanahitaji mbinu mpya. Yote haya tunajikita huko na kusaidia katika shughuli za Caritas na maendeleo. Okay, asante baba. Tuzungumzie shughuli kubwa ambazo zinafanywa na Caritas. Kwa sasa hivi Caritas shughuli zake kubwa kwa sasa hivi, kwa mfano tunajihusisha na watu, kuwasaidia watu vijijini katika masuala mazima ya kilimo. Kilimo ambacho sisi kwa tunakiita kilimo endelevu au sustainable agriculture, ambayo kwa yenyewe kwa kweli tunajikita zaidi kutazama jinsi ardhi yetu ilivyoharibika kwa kutumia madawa mbalimbali. Sasa tunapowafundisha wakulima juu ya kilimo hicho, kilimo endelevu, mojawapo si tu kuzalisha tu mazao na kupata, lakini pia kuleta afya ya udongo, ili udongo ule uweze kuwa na afya na uweze kuendelea kuzalisha mazao mazuri zaidi kwa wakulima wetu, mazao yenye afya pia. Hilo ni mojawapo, lakini pia tunajihusisha pia na maendeleo ya kina mama, ambao wengine wanaita kwa Kiingereza gender and development. Kama unavyojua kina mama nao pengine hapa na pale wanahitaji sana kusaidiwa ili waweze kuwa na shughuli zinazowaletea faida au maendeleo kwa manufaa ya familia zao na watoto wao. Hilo nalo tunajikita katika hilo. Wengine wanapenda kuita kwa kifupi GAD, gender and development. Lakini pia tunajihusisha katika masuala mazima ya huduma ya jamii, huduma za jamii. Kama nilivyosema mwanzoni, huduma za jamii inaweza kuwa pengine watu wanapokuwa katika matatizo, katika majanga. Majanga yanaweza kuwa pengine ya asilia kama vile maporomoko ya ardhi, au sijui mvua imenyesha, mafuriko makubwa yakaharibu nyumba, yakaharibu mazao, yakaharibu mashamba, au pengine moto umechoma, au pengine vimbunga vimeharibu na kuezua vitu. Hiyo ni mojawapo. Lakini pengine hata pengine siku hizi unaweza kuona maporomoko ya ardhi, basi kutokana na shida mbalimbali za mabadiliko ya tabia nchi, basi na hiyo pengine yakitokea, basi na sisi tunakuwa tunajihusisha kusaidia kuweza kuona tunaweza kufanya nini ili kukwamua matatizo hayo. Lakini pia mengine ambayo tunatazama ni katika masuala mazima ya kuweza jamii zetu zote ziweze kuwa pia zina upendo, kupendana, kusaidiana, kuhimiza watu wapendane katika shida, na hata katika masuala ya kiroho. Watu waweze kujua kwamba mwenzangu huyu wote ni watoto wa Mungu, tunasafiri pamoja. Basi Mungu pengine mwingine anamjalia zaidi na mwingine ndio pole pole, lakini kusaidiana, kujitambua kwamba sisi wote ni watoto tulioumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, kusaidiana. Kwa kweli lengo letu na nia yetu ni kwa tungependa tuweze kufika katika jimbo lote, maana sisi tunahudumia ndani ya jimbo. Tungependa tufike katika jimbo lote, tuwakute wakulima wote, na hasa wakulima wadogo wadogo tuweze kuwafikia wote. Na hasa sasa hivi ni muhimu sana kuwafikia wakulima wote kwa sababu ya changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo itakiwa sasa hivi kwetu tuweze kuwafikia wote, tuweze kwa pamoja, tuweze kusaidiana kuona namna gani tunaweza kupambana na mabadiliko haya ya tabia nchi, kwa sababu wanasema ni kitu ambacho kinatuhusu sisi wote. Kila mmoja alipo pale aweze kufanya chochote kile anachoweza
kuhakikisha kwamba haya mabadiliko ya tabia nchi hayaendelezi kuleta madhara makubwa zaidi, bali ni kama vile tunayapunguza au tunayafanya yaende polepole. Kwa hiyo lengo letu na nia yetu, kama tungeweza tufike katika jimbo lote la Iringa, yaani katika wilaya ya Iringa vijijini, hapa Iringa mjini na Kilolo.